Naitwa Dr. Mbaruk Seif, mratibu wa kifua kikuu na ukoma halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Katika kuelekea siku ya kifua kikuu duniani ambayo leo ndio tumeadhimisha, tumekuwa na shughuli mbalimbali ambazo tunakuwa tunazifanya, ikiwa ni pamoja na uchunguzi wa kifua kikuu kwa wateja wote ambao wanafika kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma. Lakini pia tuna activity inayoendelea katika eneo la Tabata ambapo tuna gari la kufanya uchunguzi wa TB kwa njia ya X-ray na digital X-ray machine. Lakini pia kuna maabara ambayo wateja wetu ambao tunawahisi kwamba wana kifua kikuu basi wanapata nafasi ya kupiga X-ray, na X-ray zinapoashiria kwamba wana dalili za kifua kikuu basi wanachukuliwa kipimo cha makohozi na kupimwa katika maabara ambayo iko katika gari hilo ambayo tunasema ni kliniki tembezi. Na shughuli hizi za uchunguzi wa TB kuelekea siku ya kifua kikuu duniani zimeendelea tangu tarehe 1 mwezi Machi, na leo ndio tunafikia kilele. Takwimu zinaonyesha kwamba wagonjwa wa kifua kikuu wamekuwa wanaongezeka mwaka hadi mwaka, lakini katika kipindi cha mwaka 2024 takwimu ambazo bado zinaendelea kufanyiwa kazi zinaonyesha kwamba kumekuwa na upungufu wa wagonjwa ukilinganisha na mwaka 2023. Sasa hii inatuonyesha nini? Hii inatuonyesha kwamba aidha kuelekea mwaka 2030 ambao ndio malengo ya kutokomeza kifua kikuu, kwamba tunaelekea kuwamaliza wagonjwa, au inawezekana pia bado jitihada zinatakiwa ziendelee zaidi kuwatafuta na kuwaweka kwenye matibabu, kwa maana ya kwamba inawezekana wagonjwa bado wako kwenye jamii wanaendelea kuambukiza. Na kama tunavyofahamu kwamba mgonjwa mmoja ambaye hajaanza matibabu anaweza kuambukiza watu 15 mpaka 20. Hivyo tunapoongeza jitihada za kuwatafuta na kuwaweka kwenye matibabu, inatupelekea sisi kukata mnyororo wa maambukizi. Kwa hiyo kwa mwaka 2023 Dar es Salaam tulikuwa na malengo ya kugundua wagonjwa wapatao 16,824, lakini hatukuweza kufikia. Tulifikia asilimia 94.6 ambao ni sawa na wagonjwa 15,960. Kwa hiyo utakuta hapo kuna gap la asilimia 5.4 ambao ni sawa na wagonjwa 864 ambao hatukuweza kuwafikia. Kwa hiyo kinachoendelea sasa hivi kuanzia Januari, Februari na mwanzoni mwa Machi, tumekuwa na kampeni maalum ya kuweza kuwatafuta wagonjwa ambao tuliwakosa mwaka 2024, ambapo pia walionekana wameendelea kupungua. Na hili zoezi lilikuwa linafanyika katika mikoa 9 takriban nchini, ikiwemo mkoa wa Dar es Salaam. Kwa sasa hatujaweza kusema kwamba tumeweza kufikia asilimia ngapi au tumeweza kuongeza kwa asilimia ngapi, kwa sababu takwimu bado zinachakatwa za mikoa yote ambayo ilikuwa inafanyiwa kazi. Wito kwa jamii, kwanza wafahamu kwamba ugonjwa wa TB bado upo, lakini pia wafahamu kwamba unatibika na kupona kabisa. Lakini pia wafahamu kwamba matibabu ya TB yanatolewa bila malipo. Hivyo unapohisi kwamba una dalili za kifua kikuu ambazo ni kukohoa kwa zaidi ya wiki 2, kutokwa na jasho sana kuliko kawaida hasa wakati wa usiku, homa za jioni, kupungua uzito, au wakati mwingine kuwa na makohozi yaliyochanganyika na damu, basi ni wakati utakapoona una dalili mojawapo, fika kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya ambavyo vya serikali na vya binafsi, waweze kupata uchunguzi na watakapobainika wapate matibabu ambayo yanatolewa bila malipo. Mkoa wa Dar es Salaam ni katika mikoa inayoongoza kuwa na wagonjwa wengi wa kifua kikuu, ambayo takriban asilimia 18 ya wagonjwa wote nchini wanatoka mkoa wa Dar es Salaam. Lakini unaweza kujiuliza kwa nini Dar es Salaam? Tutakuwa mashahidi kwamba Dar es Salaam kuna kwanza ni mkoa ambao ni wa kibiashara. Kwa hiyo wafanyabiashara wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi wanafika Dar es Salaam. Kwa pale ambapo atakuwa ametoka na ugonjwa wake kule, ni rahisi kuja kuambukiza wanaoishi Dar es Salaam.
Lakini pia kitu kingine ni kwamba utakuta kama vijana wengi hawa wanaofanya kazi za mikononi wa machinga hawa, unakuta mchana wako mtaani wanafanya kazi, ikifika jioni unaweza kuta wana chumba kimoja wanakaa 15 10 katika chumba kimoja. Hivyo inakuwa anapopatikana mtu ambaye ana ugonjwa ni rahisi kuambukiza wengine. Lakini kingine ni kwamba Dar es Salaam kama mkoa ambao una wagonjwa wengi, una vituo vingi vya kutolea huduma, lakini pia una nyenzo nyingi za kufanya uchunguzi wa TB. Utakuta vituo vya binafsi na vya serikali wana mashine za x-ray, wana hadubini, lakini pia wana hizi mashine za GeneXpert ambazo zinaweza kugundua TB kwa muda mfupi, ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo pia inakuwa na teknolojia nyingi katika eneo kama Dar es Salaam. Hiyo pia inafanya watu wengi kuweza kujitokeza kuja kufanya uchunguzi. Kwa hiyo unapochunguzwa na kugundulika Dar es Salaam, ina maana zile takwimu zitaingia katika mkoa wa Dar es Salaam. Haijalishi kwamba wewe umetokea Mkuranga, mkoa wa Pwani, au umetoka Morogoro au Tanga. Kwa hiyo hii ni baadhi ya sababu ambazo zinafanya Dar es Salaam kuwa na wagonjwa wengi. Lakini pia tukumbuke kuna ishu za vyombo vya usafiri. Taangalia wakati wa asubuhi na jioni, vyombo vingi vya usafiri ikiwemo madaladala, mabasi ya mwendo kasi, kuna treni zile za ndani zinakuwa zinajaa sana. Na kumbuka, wagonjwa wanapokuja kupata huduma kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya, iwe ni uchunguzi au tiba, wanatumia usafiri huo huo wa jamii au usafiri wa umma. Ni wachache ambao wana magari yao wanatumia kuja kwenye kuchunguza, kupata uchunguzi wa afya zao au kupata tiba. Kwa hiyo wanaporundikana wengi, akiwepo mmoja na ugonjwa na msongamano ni mkubwa, hakuna hewa ya kutosha, basi dhahiri kwamba maambukizi yatakuwa yapo.